Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siku njema ambayo Bwana ametuandalia na tuko hapa ili tuweze kushiriki katika neno lake, na ninaamini tutaweza kubarikiwa. Siku ya leo tutashiriki neno kutoka kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 19. Na haya maneno yalinenwa na Yesu Kristo kwa kanisa la Wafilipi ambao walikuwa wanapenda Mungu na walikuwa wanafanya matendo mazuri. Na kichwa cha ujumbe wa leo ni ya kwamba Mungu atapeana. Na nitasoma haya maandiko alafu tutaweza kuendelea na naamini tutabarikiwa. Wacha na tusome. Na Mungu wangu atawapeni nyinyi kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake mtukufu katika Kristo Yesu. Haya maneno yalisemwa na Petero. Alikuwa ana Paulo. Wakati mwingine mtu anasema Petero baada ya Paulo. Kulikuwa na Paulo na kulikuwa na Petero. Petero alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo na Paulo alikuja baadaye. Huyu Paulo ni mwenye alikuwa anapiga wanafunzi walipoachwa na Yesu wakihubiri injili na kanisa likaendelea. Paulo alikuwa mmoja wa kukataa injili. Alikuwa anapiga injili. Na sasa akati alikuwa anapiga injili alikuwa anapiga Wakristo, anatesa, anawaua. Kwa sababu Mungu alikuwa ameweka bega. Yaani yeye alikuwa anaamini ako na mzigo wa kupigania Mungu, lakini hakuwa anajua kupigania Mungu na njia gani. Alikuwa anafikiria watu wanahubiri mambo mabaya, alikuwa anapiga Kristo. Lakini Yesu Kristo alimtekelezea siku moja Yesu akamtokelezea katika anga ya kiroho alipokuwa anaenda kupiga kanisa ama waamini wa Yesu Kristo, na akamuuliza wakati walikuwa anaitwa Saul, bona unani alikuwa Kiswahili kwa Kiingereza alisema Saul, why you persecuting me? Ayani alimuuliza kwa nini anampiga. Alikuwa yeye ni mpiga Kristo. Na kutoka hapo kuna yale mambo yalitendeka ambayo sitaweza kusema wa leo, ambao ningetaka uende usome. Vile Paul alikuwa mpiga Kristo na vile alikuwa anapiga kanisa na vile Mungu alimbadilisha. Nataka kusema nini? Unaweza kuwa pale hata kama nasema Mungu atapeana. Paulo mwenyewe aliweza kubadilishwa akawa kiumbe kipya, na sasa anaongea kuhusu Yesu Kristo ambaye anasema kwa utajiri wake mtukufu katika Yesu Kristo. Huyo Mungu aliyemwamini Yesu Kristo mwenye alimuuliza kwa nini unanitesa, aliweza kumbadilisha na kumwamini na akawa kipya na akaanza kuhubiri huyu Yesu, na akateseka sana kwa sababu ya huyu Yesu. Yaani alikuwa anapiga Yesu, lakini sasa wakati umefika yeye ndiye anahubiri Yesu. Wenye walikuwa wanapiga Yesu pamoja naye wakapata wanamshangao. Nini kimempata huyu sasa amekuja kuhubiri huyu Yesu? Na wakaanza kumpiga yeye. Na viongozi ambao walikuwa wanakataa Yesu, ujue mpaka Yesu alikuwa ameshapigwa, amekufa na ameshauawa, wako na ukali, wanataka hii injili isiendelee. Na sasa wakati alifufuka, wanafunzi wamejazwa na Roho Mtakatifu na sasa wanataka kuhubiri, wako na uwezo wa kuhubiri hata zaidi, wamepakwa upako na wanaendelea kuhubiri. Nao Paulo wako pale wanapiga, na Mungu kajua huyu ambaye anapiga ndiye atanena hili neno zaidi. Wacha nikwambie, katika kitabu cha tunakuanga na Old Testament na New Testament, maandiko kitabu kipya, mwenye amehubiri sana katika hicho kitabu ni Paulo, mwenye ametuandikia barua. Na Paulo alikuwa na hubiri wakati unapotakikana na wakati hautakikani. Kuna pale nataka kukupeleka. Wakati huo anaandikia Wafilipi ni wakati wewe ungesema sitahubiri tena. Maana Paulo aliteseka baada ya kuamini Yesu, na aliteseka, alipitia masito, na hata yeye kama alikuwa anapigwa sababu ya injili. Na saa hii alikuwa ameshapigwa sababu ya hii injili anahubiri, ambao hakuwa anahubiri Berena, alikuwa anaipiga. Sasa ameingia ndani. Acha nikwambie, sababu ya wokovu tunapigwa, sababu ya wokovu si uteseka, lakini tutaendelea kuhubiri maana tunajua tunaongea ukweli. Paulo hakuacha kuongea ukweli juu anapigwa. Na wakati huo ako jela, ameingishwa ndani kwa sababu ya injili. Na hii barua anaandika akiwa jela, na anaandikia kanisa ambao lilikuwa wakati ako nje, walikuwa wanasaidiana. Kama kuna watu kanisa limsaidia sana ni wa kanisa la Wafilipi. Anawaambia ni wazuri, wanamsaidia, wamekuwa baraka kwake. Na saa hii akiwa pale ananakiri, akiwa amekaa pale anakumbuka hili kanisa, anaendelea tu kuendelea. Nataka kusema injili, hakuna kitu kitazuia injili kuendelea. Mateso ambayo tunapitia haitazuia injili kuendelea. Paulo hakufika wakati akasema sababu napitia masito sitahubiri injili. Nataka kuambia usiwe na sababu ya kufanya usihubiri injili. Usiwe na sababu ya mateso umepitia, usichoke na Mungu. Kwa hivyo kwa sababu Mungu wetu atakupatia atakupatia uvumilivu, atakupatia kile unachotaka, atakuja kupatia ushindi. Hiyo vita unapitia utakuja kushinda.
Na kwa hivyo Paulo anawahimiza na anawaambia kwamba Mungu wangu atawapeni nyinyi kila mnachohitaji. Kwa nini akawaambia hale maneno? Maana walikuwa wamemtendea mazuri wakati alikuwa mbali na wakati alikuwa karibu. Wakati wote wamewakaribia, walikuwa wamemtunza vizuri, walikuwa wamemsaidia katika huduma. Kumbuka Paulo alikuwa anajifanyia kazi na mikono yake. Hakuwa mtu ambaye yeye alikuwa anafanya huduma, lakini bado alikuwa anajifanyia kazi. Lakini kando naye kama mtumishi, walimtunza vizuri, waliweza kumsaidia, hata walikuwa wanampatia mpaka zawadi. Na kwa hivyo alikumbuka vile walisimama na yeye, na akaweza kuandikia akiwatia nguvu na kuonyesha umuhimu wa kuendelea na Injili. Yeye akiwa ndani kule amefungwa, na wao akiwa nje walikuwa wanashiriki katika kiroho. Na kwa hivyo akawaandikia hawa Filipi hii barua, na akamwambia Mungu wangu, alikuwa naamini pengine nyinyi hamuamini huyu Mungu vizuri, mimi najua anatenda na anaweza, na kwa hivyo atawatendea. Akamwambia Mungu wangu atawapeni nyinyi mnachohitaji. Nataka kusema ya kwamba Mungu atatupatia sisi kile ambacho tunahitaji. Maana kama vile Paulo anasema, alikuwa amejua watu ni watu wamesha kuwa wanaamini Mungu na wameshakuwa akisimama na kazi ya Mungu, na kwa hivyo wako na haki ya kupewa. Ni vizuri na sisi tufanye kitu ambacho kinaweza fanya tuguze moyo wa Mungu mpaka aweze kutupatia, kwa sababu Mungu ndiye mwenye kila kitu. Nataka kusema Paulo alijua Mungu ndiye mwenye kila kitu, na ndipo sasa Mungu wake ambaye anaamini atawapatia wale kile wanachohitaji. Na kwa hivyo akawaambia Mungu atawapatia nyinyi kulingana na mahitaji yenu. Alijua kwamba Mungu ako na uwezo wa kupeana chochote kile. Sijui ni nini hicho ambacho hauna, lakini nataka kukuambia umesitumikia Mungu kwa muda mrefu, umekuwa umejitona katika huduma. Nataka kukuambia usife moyo, wewe umesimama na huduma. Ujalishi ni miaka ngapi ukiwa mchanga, kama sisi tunaweza kusimama na huduma tukiwa wachanga. Mimi kama mimi naweza kutoa ushuhuda. Nimesimama na Injili, nimesimama na huduma kwa miaka mingi, na sijawahi ona Mungu akiniachilia. Hata kama maisha ya kawaida yanaweza ende kombo, ni kuna kitu mmoja nimegundua, kwa sababu ya kusimama na Mungu, kwa sababu ya kusimama na utakatifu na ukweli, kwa sababu ya kuamini Mungu na kwenda na njia zake, Mungu hupeana na Mungu haachilii wake. Na kwa hivyo hata wewe simama imara, endelea kuamini Mungu. Na kama umepungukiwa, nataka kuambia amka, rudi kwa Yesu akuoshe, akutengeneze, uendelee kumwamini, kuendelea na kazi. Usichoke, usife moyo, amka na uendelee. Hata kama unapitia vita gani, kila hitaji ambalo uko nalo Mungu analiweza. Hakuna jambo Mungu hatawezana nalo. Sijalishi ni mambo gani, inaweza kuwa sio mambo ya ni mambo inakusumbua kwa akili. Mungu atakupatia amani, Mungu atakupatia furaha. Hata kama ni kilio unapitia, Mungu atakupanguza machozi. Pengine ni mali unataka, vitu ya kuuzwa na mikono, Mungu atabariki mikono yako pole. Atawekelea kitu katika hayo mikono yako, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Ni ombi langu hili neno likawe na uhai maishani mwako. Wewe unasikia uko chini, unashinda utaendeleaje? Nataka kutia nguvu ya kwamba kama vile Paulo aliambia kanisa la Filipi ya kwamba Mungu wake atawapatia. Nataka kuambia Mungu ambaye naamini ni Mungu anapeana, na ninaamini ya kwamba Mungu atakupatia. Wewe unasikiza hili neno siku ya leo, na Mungu akakuonekanie katika hilo hitaji ulilo nalo, na tukaendelee kuamini Mungu pamoja. Lakini sisi wote ni viumbe vyake Mungu, na kila alicho nacho sio yeye hitaji hizo vitu wako nazo. Yeye hasihitaji. Aliziumba sababu yetu, aliziumba sababu yako na yangu, na kwa hivyo atatupatia. Ni kwa muda tu, kilicho chako kiko jiani kikija, na hakuna mtu atakayekichukua. Wakati unaofaa, wakati wao ni wa Mungu, wewe utapokea kilicho chako. Na kwa hivyo wakati unapokihitaji kile kitu, ndio unakihitaji, lakini subiri kidogo, kiko jiani kikija. Endelea kuomba, endelea kuamini, endelea kukili, itawezekana, ndio itafanyika. Hilo jambo ulilo nao litaweza kufanyika. Mambo yako mazuri yotenda, utayakulia matunda. Endelea kufanya na usife moyo. Usifanye kinyume na mapenzi ya Mungu. Usitoroke. Kama wewe huhudumu katika kazi ya Mungu, unasimama na huduma, wewe ni muombezi, endelea kuomba. Wewe ndiye ufanya kazi za usafi kanisani, wewe ndiye unasimamia katika uibaji, katika sifa na kuabudu. Pahali popote unasimama katika huduma, ninakuhimiza siku ya leo usichoke kutenda mema. Kama uko na kipaji cha kusimama na hata kununua vyombo katika nyumba ya Mungu, yani unaweza, Mungu amekupatia mzigo wa kuweza kufanya chochote katika nyumba ya Mungu, nimekuja kukuhimiza usichoke. Hicho unachofanya Jesus kitakupigania siku moja. Maana Paulo aliweza kusimama na wao mbele za Mungu, akiwaambia Mungu wangu atawatendea, mahitaji yenu atayatimiza. Vile umekuwa mkinisaidia mimi, naye atazidi kuongezea. Nataka kusema nini? Mahitaji yako amini, Mungu atatenda. Omba na Mungu atasikia.
tia bidii unafanya ndio kipeche kuonekana, na ugoje wakati wa Mungu. Anakuja na atakuonekania mahitaji yako yote, tayari anayaona. Anataka tu usubiri na wakati utafika. Hakuna mtu atachukua kile kilicho chako. Hapa ndio shinda iko. Wakati tunaomba na mwingine ametendewa, tunaona kama amechukua chako, na unasahau kuomba na kugojea na kuamini, unaanza kumpiga. Nataka kukumbusha kwamba hakuna mtu, Mungu katika gala lake lina kila kitu, na chako kimewekwa pale, na nataka kukaa nikikuwakumbusha, hakuna mtu amechukua kilicho chako. Huyu ako nacho ni chake, alipewa, na chako bado kiko, wakati ndio haujafika. Na kama umefika na umefungiliwa, tunaufungua sasa, na tunasema zile nguvu zimefungilia kibaraka yako, tumezitenganisha wewe na vitu zako na hizo nguvu, na kusema sikufikie katika jina la Yesu. Na kwa hivyo siku nataka kuambia kwamba hakuna mtu amechukua kilicho chako. Kuwa mwerefu, usiwe na wivu. Unaona, sipendi vile baada ya wakati Mungu alichukua Cain na Abel, sipendelei vile Cain aliweza kuingilia ndugu yake, ni kama yeye ndiye alikataa ile sadaka. Yeye sio yeye alikataa, ni Mungu alikataa. Angejikaa ita mkutano na ajiulize nitarekebisha wapi, na agojea usiku ingine ifike Mungu aweze kukubali dhabihu aliyofanya. Lakini yeye alipindukia ndugu yake kumpiga mpaka kamuua, na ikawa makosa inaendelea kuwa mingi badala ya kuwa dogo. Wakati mwingine apindukia mwenye amebarikiwa, badala usimame na yeye na furahia cha mwenzako kama ni chako, ukijua kata kesho ni siku na utapata kilicho chako. Wacha kuona wivu, maana wivu haitasaidia. Wivu ni binu inatumika na shetani kutenganisha watu, kuweka kando, na inafanya watu wasiendelee, na inafanya mpaka watu. Siku moja hivi majuzi nitakuongea kuhusu wivu. Nitakuja kuongelelea wivu. Vivu nitaiongelelea, maana ni kitu mbaya. Kwa hivyo tusiwe na wivu na mmoja na mwingine, bali tushikiane, tufurahiane yale Mungu akitenda kwa mtu mwingine. Sasa nataka kuuliza leo, je, ni nini hicho hasa unataka ufanyiwe na Mungu? Mwambie leo, muamini leo. Mungu hajachelewa, mwachie hicho. Mambo yote anaweza, maana Mungu amejawa na nguvu na uwezo. Kama vile unaona Mungu anaweza peana, unaona kuna nguvu katika ulimi. Ibrahimu katika ulimi wake aliambia Isaka wakati alipokuwa anaenda kutoa dhabihu, alikuwa na ametayarisha kuni kila kitu, na Isaka anashindwa, mimi sioni kondoo ya kuchinjwa hapa. Anasema baba, sasa mimi kondoo tutatoa wapi? Juu angemwambia Isaka, ni wewe naenda kuchinja. Kama ni wewe uambi utachinjwa, si utatoroka? Wewe ni binadamu. Hakumpa ile siri ya kwamba alikuwa anaamini. Hata inaona alikuwa anaamini Mungu, kuna kitu Mungu atafanya. Sababu hii ilikuwa ni jaribio kuonyesha kama anampenda Mungu. Na kwa hivyo alimwambia Mungu atapeana. Hapa nataka kusema Ibrahimu aliambia mtoto wake, Mungu kondoo wa kuchinjwa, kondoo ambaye tutafanya dhabihu, Mungu atapeana. Kuna nguvu katika ulimi, maana vile Ibrahimu aliambia mtoto wake, hata kama alikuwa ametayari kutoa mwanake kama sadaka, Mungu alimuita kwa sauti akamwambia, Ibrahimu, piduka, tazama kondoo ambao utamtoa kama sadaka. Kwa sababu alikuwa amekiri na kuamini Mungu atatenda kitu, tayari ilifanyika. Nataka kuambia Mungu atapeana. Ibrahimu aliambia mtoto wake Mungu atapeana, na hata mahali pale mlimani paliitwa Jehovah Jireh, the Lord provider, Mungu akapeana. Na kwa hiyo nataka kuambia kama vile Mungu alipatia Ibrahimu kondoo wa kutoa sadaka, hata wewe amini Mungu na alitii Mungu, na akaambiwa mtoe mtoto, na akatii na akatisha kila kitu, na sababu ya kutii Mungu alipeana. Na wewe sababu ya kutii kwako Mungu atakupea. Kama vile Mungu alipeana kondoo wa kutoa sadaka, Mungu atakupatia wakati umetii kile kinachohitajika wakati unahitajika. Je, unataka wokovu wewe? Yesu alipeanwa kama kondoo. Yesu alipeanwa amwage damu. Je, siku ya leo unaamini ya kwamba wewe unaweza badilika? Kumbuka ujumbe ni Mungu atapeana. Yesu Kristo anazapeanwa katika maisha yako, kuwe na kubadilika. Maisha yako ya kale ibadilike, kuwe kiumbe kipya. Je, unataka wokovu? Je, umekuwa ukitamani wokovu? Je, umekuwa ukitamani kubadilishwa, kufanywa kiumbe kipya, ya kale yapite? Siku ya leo ninapomalizia na kuambia kwamba kondoo ameshatolewa, ameshamwaga damu, ameshasimama katika nafasi yetu. Na kwa hivyo amini pamoja na mimi siku ya leo, na hata unaweza omba ombi la tomba ninapoendelea na kuambia Yesu Kristo mwana wa Mungu, nikubali leo niingie katika wokovu, nifananishwe na wewe, ya kale yapite na mapya ingie maishani mwangu, nifanye kiumbe kipya. Nataka kukwambia kwamba kama vile Mungu alipeana Yesu, akatoa damu yake kwa sababu yangu na wewe, ako na uwezo wa kupeana hizo nguvu ndani yako zikubadilishe. Ajalishi umezama kiwango gani katika dhambi, katika mambaya.
katika kuteswa na shetani. Amua siku ya leo, unanisikiza. Kuna mambo yamekuwa yakikutesa na hata hakuna mtu anajua, lakini Mungu anajua. Na hili neno ni lako siku ya leo. Mungu anakuambia atakutendea. Maana yeye upeana, atakupatia amani. Suluhisho ya maisha yako atapeana, maana yeye ni mwaminifu. Omba pamoja na mimi. Bwana Yesu, katika jina lako ninaomba siku ya leo ya kwamba hao watu wananisikiza, unawajua mahitaji yao yote, na kwa sababu wewe upeana mahitaji yote ambayo tuko nayo, wewe una uwezo ya kuyatatua. Ninaomba ukatuonekanie, ukatupiganie na ukaweze kutufungulia njia na milango, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kusema amina, amina. Mbarikiwe na mtendewe mema na muwe na siku njema.